na kupelekea kuruhusu mabao mawili kwa upande wao. Sistinyo Berkane wamekuwa bora sana, pengine nikasema hivyo kutokana na matokeo yao ambao wanatoka nayo leo ndani ya dakika 90. Wapi zaidi leo Berkane wamekuwa bora mbele ya Simba, na umewatazamaje pengine kuelekea mchezo marudiano hapa katika uwanja wa nyumbani kwa Wekundu wa Msimbazi Simba? Kwa bora nafikiri Fadlu alibainisha kuanzia kwenye press. Ukisikiliza press kwanza alitaja bayana style yao ya kucheza, lakini akasema nyakati zao hatari kwa maana ya muda wa mechi. Ukiangalia vitu vyote alivyovisema ndio vilikuja kutokea. Nikimaanisha kwamba Berkane ni timu ambayo style yake ya uchezaji ni wanasema ni zile team transition based team, kwa maana kwamba mashambulizi wakiwa wanashambulia ni direct. Watataka kucontrol mechi kwa kuwa na mpira. Ili wawe na mpira wanaamini kwanza wanatakiwa kutoa pressure kwa shinikizo wapinzani wao wanakosea ili mpira uwe kwenye utawala wao. Lakini mpira ukiwa kwenye utawala wao hawataki kupossess sehemu moja. Wanapenda kupossess, wanasema ile vertical possession. Wanapenda kumiliki mpira huku wakiwa wanalitafuta goli lako. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tumekiona, pasi nyingi za haraka kwenda mbele kutafuta kwenye third ya mwisho ya Simba. Na nafikiri hicho ndio kitu ambacho kimetokea, na mechi wameweza kuimaliza kama Fadlu alivyosema kwenye hiyo pre-match press conference kwamba wanapenda kumaliza mechi zao kwenye dakika 20 za mwanzo. Na ndio kilichotokea, magoli yote mawili yamefungwa hapo. Sasa ukitaka kuonesha ubora wao ulikuwa wapi ambao ulionesha madhaifu ya Simba, ni ubora wao ulikuwa kwenye sehemu mbili. Sehemu ya kwanza kwenye set plays. Lakini sehemu ya pili bila mpira wanafanya nini? Nafikiri hapo ndo walipoamua mechi, lakini mimi nitaongezea bila mpira, wakiupata mpira wanafanya nini? Ukiangalia kwenye hizo moments ambazo ndo wameweza kucontrol mechi, wamecontrol mechi mpaka wakapata matokeo, lakini kwa kutumia moment 3 tu. Bila mpira wanazuia kwa pressure kubwa sana ili wawapokenye nyenye mpira au wafanye nyenye mkosea ili mpira urudi kwenye utawala wao. Kwa maana kwamba ile out of possession wanazuia kwa shinikizo kubwa sana. Wanasema ile high pressure ambayo ikiwa mbele ni high pressing, si ndivyo? Lakini wakikosea mpira ukao kwenye utawala wa Simba, wana counter press haraka sana. Yaani wanakuwa wako sharp sana kuenda counter press, kuwafanya Simba wasio huru na kuwalazimisha wakosea au wapore mali wajibu shambulizi kama ilivyotokea kwenye goli la pili. Structurally kwenye pre-match tulisema wapo flexible, si ndivyo? Na ile flexibility ndio kitu ambacho tumekuja kukiona. By the way, muundo wao ambao wameingia nao, ukiangalia kwa profile za wachezaji unaweza kusema ni 4-2-3-1. Lakini kwa namna walivyokuwa wanacheza, hasa bila mpira ambao ndio sehemu ya kwanza ubora wao ulipokuwa, walikuwa wanacheza kulingana na mdundo ambao Simba inacheza. Mfano Simba wanacheza na 4-2-3-1 ambao ukitanua kwenye uwanja ili kupata ile shape yao nyakati za build up, utaona ni kwa namna gani Simba wao mara nyingi tunasema wanapenda kufanya build up na 3-4-3-1 ukimuinclude Kamara, si ndivyo? Nia yao ni nini? Nia yao ni kuattract pressure ili kama wapinzani wao watakuwa wako wengi kwenye nusu yao, kwa maana wapo concentrated sana, wao watanue, wawavute ili wapate hii depth kubwa, si ndivyo? Sasa Berkane walichokuwa wanakifanya, wenyewe walikuwa wanachokifanya ni kutokuwapa Simba uhuru kuanzia kwenye build up. Wanaamini wakiwapa Simba uhuru, Simba watakuwa more creative, watapata ubunifu mkubwa sana. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya ni kwamba huku Simba wanakufanyia build up, wanapoanzia kufanya build up, wao wanaanza kuwapa pressure. Na wakiwapa pressure huku wanaamini Simba huku hawatakuwa wanafika, au wakifika watakuwa less creative, kwa maana kwamba watakuwa kwa ubunifu mdogo. Kwa hiyo nia ya kwanza ilikuwa ni kupress kwa Simba, kuwashinikiza wakosee. Na maana mipira mingi ya Simba ilikuwa ikija huku inakuwa inaccurate. Inakuwa kama ni pasi inakuwa tayari inakuwa ni ishaanza kuharibika. Au mingi pia ilikuwa inatoka nje mipira mingi. Mfano kwenye situation ya goli, Berkane wenyewe walivyokuwa na press Simba, wanaamini Simba wanafanya build up kwa kutumia watu watatu. Hawa watatu wa nyuma hawana shida nao kwa sababu hawa hawawezi kuleta mpira hadi kwenye goli. Ila wao wenyewe walikuwa na shida na wanaweza kuprogress build up, lakini wanaweza kupokea hizo mali huku nyuma. Mfano kwa Kagoma na Ngoma walichokuwa wanakifanya ni kwamba wao wanaamini wana viungo watatu washambuliaji, si ndivyo? Lakini hawa hawezi kuwazuia watu wawili. Huyu mmoja hawezi kuzuia watu wawili. Kwa sababu kama wakienda hivi, ina maana Simba wana free players huku pembeni. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya ni kwamba hawa wa pembeni utabaki na hawa pembeni. Lakini hawa watakuwa wanawamaki hawa. Badala yake hawa watakuwa na jump mbele yao ili kuzuia njia ya hawa kuweza kuwasiliana na fullbacks, kuweza kuwasiliana na center backs wao. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya ni kwamba kwa watu wa katikati, huyu atakuwa anaweka kivuli kwa hao kuwasiliana na hao. Lakini hao pia walichakuwa marked na viungo wawili. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya kwanza wanazuia watu wote wanaweza kuprogress build up, lakini kama mpira utaangukia maeneo haya ina maana huku tayari kuna man marking kwa kila mtu.
lakini huyu Kamara alikuwa anahakikisha huyu aua katikati ya mistari ya Chelsea. Kwa hiyo ukiangalia uwanja, ukimtoa kipa na mabeki wake, huku kote unaona Berkane wametawala. Kwa hiyo tayari wameshaanza kuwanyima, kuwapa shida Simba kuanzia kwenye build up. Kwa hiyo walichokuwa wanafanya, wanaenda wana press, hawa wamezuia njia za pembeni, lakini huyu kazuia hichi kivuli, lakini hata mpira ukifika kwa hawa wanaweza kupokonya. Ndio kilichofanyika. Mpira Kamara akiwa under pressure anatoa pasi ambayo ni haraka sana, kiasi kwamba Kagoma anashindwa kuwa press resistant kwa sababu ya uzito ile pasi ka shoot fulani hivi. Anashindwa kuicontrol. Ilikuwa ni kama clearance. Ilikuwa kama clearance by the way, umeona? Kwa hiyo anashindwa kuwa press resistant under pressure, anapokonywa mali. Huyu Lamloui anapokea mali akiwa tayari amesha attack space kwa sababu anaamini Kapombe hayupo, then anaenda anafunga. Hilo ni situation ya goal la pili. Unaona walivyokuwa too direct, yani too objective, kwamba si tunajua nia yetu ya kwenda kupress ni kufunga goli. Yani mpira hawana, situation yao ya kufunga goli inaanzia wakiwa bado mpira ukiwa kwa Simba. Kwa hiyo naamini tutapress, tutawafanya wakosee, mpira wetu tuwajibu shambulizi. Wanaamini wakijibu shambulizi kwenye sehemu hii ni rahisi sana kwenda kufunga. By the way, nafikiri mechi ilianza kuisha kuanzia pale. Kwenye situation ya kwanza kabisa kwenye set play, ukiangalia kwenye ile set play, ukianza kutafuta udhaifu wa Simba kwenye set play ya leo, by the way timu za Tanzania zinafungwa sana hiyo magoli kama ya set plays. Lakini ukifananisha goli la set play la leo na mengine yaliyopita, unaona la leo lina makosa kidogo sana. Kwa nini? Ni kwa sababu Berkane walikuwa bora zaidi ya Simba. Ubora wao ulikuwa wapi? Bora wa kwanza, Simba walimark vizuri ile eneo. Na hata kwenye kuruka, zamani walikuwa waruki. Lakini leo kuna wachezaji wawili watatu waliweza kuruka kwenye eneo lile. Lakini ubora wa Berkane ulikuwa wapi? Wanaamini ile ni style yao ya kufunga. Kwa hiyo pale aliwekwa nani? Hajawekwa tu mtu. Kwenye eneo lile ambalo wanaamini mpira utadondoka, amewekwa mchezaji ambaye ana futi 6. Ndio mchezaji mrefu kwa wachezaji wote 22 waliokuwa uwanjani. Sio Berkane, sio Simba. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba wenzetu wanathamini kila moment. Wanakuwa bora off possession, kwa maana kwamba ile moment wana press au wanaanza kuzuia. Wanakuwa bora wakishapata mpira kujibu shambulizi, then wanakuwa bora wao usiweze kuwashambulia kwa maana kwamba wanavozuia vizuri, then wanakuwa bora kwenye moment ya mwisho na kuamua nayo matokeo kwa maana ya set play. Kwa hiyo naamini ubora wao ulikuwa hapo, na second half ni kuna namna ni kama Simba walikuja kuwa bora zaidi baada ya ongoing match analysis, ndio hiyo sababu ikaja. Kumbuka mwanzo wakati tuna analyze tulisema let's say unauma bado anacheza kama nafasi ya Kibu. Tulikuwa tunasema kwamba hawa walikuwa na pressurize kwao Simba, si ndio? Baada ya Fadlu kufanya analysis akaja na hizo findings kwamba hawa mimi siwezi kupossess hapa kwa sababu wanakuja kucheza kwetu. Na hata ukiangalia kwenye possession, wamekaribiana umiliki wa mpira kwa sababu Simba walikuwa wanapenda sana kucheza huko. Lakini baada ya hesabu ukiangalia pasi nyingi za Simba hazikuwa zipo huku tena, zilikuwa huku pembeni, kwa maana kwamba baada ya Numo kuingia Simba wakarudi wakawa wanacheza na watu watatu nyuma, si ndivyo? Kwa hiyo automatically Simba kuanzia huku tayari ni superior. Lakini hawa pia wanaogopa. Kwa hiyo wakienda kupress wanaamini huku Simba kwenye hizi advanced position kuna Kapombe na kuna Zimbo, si ndivyo? Lakini kama tukipress vibaya ina maana sasa hapa unatoa man, si ndio? Hata hapa katikati. Kwa hiyo wao unaweza kuwazuia hawa, lakini Kamara kaweza kuona hawa ambao tayari wapo free. Kumbuka hawa pia wanapocheza ndani kwenye hizi pockets, kwa maana kwamba huyu Ahoua, lakini baada ya Ahoua kutoka hata alivyoingia Mutale alikuwa anapenda sana kucheza kwenye hizi pockets nyuma ya Kamara. Kwanza wamemwaload Kamara, lakini pia wanacheza nyuma yake kwa ajili ya kufanya hizi penetration. Umewazuia wao wanaweza kuprogress, lakini hawa huku hivi wanavutwa ndani, si ndivyo? Kuna hawa Nouma pamoja na Kapombe. Ukiangalia game kipindi cha pili kuna namna structure ni kama Simba wali control. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mipira yao mingi walikuwa wanapenda kucheza huko. Kilichotokea ni nini? Kama ukiangalia ukichukua tu ile average positioning ya wachezaji wa Berkane kwa kipindi cha pili wengi wamecheza kwenye nusu yao. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Simba sasa walikuwa wanaweza kupata hii mianya na kuweza kufika kwenye eneo lao la mwisho kwa kutumia hizi maeneo ya pembeni, kwa sababu Berkane walikuwa wanapenda sana kuzuia ndani. Unaona wamewazuia viungo, wamekata mawasiliano ya hii box midfield baada ya sababu ya Simba. Kagoma na Ngoma kuwasiliana na Ahoua au Mutali pamoja na Mpanzu. Wenyewe wameconcentrate na hawa wakawa wamewaacha hawa. Walipokuja kugundua nini? Mara nyingi wakawa wanacheza kwenye nusu yao, maana hata Simba kipindi cha pili Simba ikawa inaonekana yale mashambulizi ya kwenda kwao yamepungua, lakini pia hata wao kuna ka control fulani hivi ka game walikapata wakawasogelea sana Berkane, lakini issue ikawa tena kuja create chance. Kwa hiyo kwenye maboresho nikiongezea kwenye ile swali la Kaini, kwenye maboresho wanatakiwa waboreshe nini? Kwanza ongoing match analysis.
kama watacheza ile tradition football yao ya 4-2-3-1 kama sio hiyo back 3. Lakini kitu cha pili, Simba ina create chances. Si ndivyo? Ngapi wanazitumia? Simba leo kuna muda ulinitonya kwamba wana on target karibu 9, si ndivyo? Off target karibu 9. Timu nyingi ikiwemo ile ya Jincha za wampiga kwenye box. Si ndivyo? Ngapi kama zile mnaweza kuziconvert. Kwa hiyo mnaweza kufika kwenye eneo la mwisho lakini conversion rate yenu ikawa ndogo. Kwa hiyo ni kati ya sehemu ambazo wanapaswa kuziboresha sana. Lakini kitu cha pili, kwenye set plays wajitahidi kuruka sana. Basi kama sio kuruka, wasitengeneze situation kama ile Kamara. Unajua mtu akiruka hata kama akiwa mrefu kufunga ni ngumu kama akiwa amesumbuliwa. Wajitahidi kwa mark, kwa sumbua kwenye box, wasiwe free kwenye ile zone wanaokuepo. Kwa hiyo nafikiri lakini pia hata wao kuzitumia. Yes, wao kutumia set pieces. Mwalimu akuona maana ya kumuingiza Steven Dese Mukwala kwenye mchezo wa leo. Kwenye approaches zinatofautiana. Kwenye mechi nyingi za ugenini zinakuwa ni zile mechi ambazo Simba anakuwa yupo nyuma. Kwa hiyo mtu unayemweka mbele ni yule holder. Lakini kwenye mechi za nyumbani ni yule mtu ambaye anaweza kustrike positions baada ya creation kufanyika, baada ya wenzake kutengeneza nafasi. Kwenye mechi ambazo Simba anakuwa yuko nyumbani akipokonya mali anapewa mtu wa mbele, Ateba ni favorite na ndo kilichofanyika leo. Lakini kwenye mechi za chances zinazokuwa created ni nyingi na zinatakiwa ziwe converted kwa magoli, Mukwala ni mtu sahihi. Kwa hiyo naamini mechi ya leo Ateba alikuwa mtu sahihi kuanza. Lakini kwenye mechi ya nyumbani, kwa sababu Simba ndio watadominate karibia kila kitu, watacontrol mechi na watacreate chance nyingi. Hizo chance nani ataziconvert kuwa magoli? Ni mtu ambaye anaweza kujiposition vizuri kuendana na mwendo wenzake, ni Mukwala.